Gari ikifeli breki, usifanye kosa hili ili uendelee kuwa salama wewe na uliowabeba kwenye gari yako. Hizi gari tunazozitumia kila siku zina mifumo iliyotengenezwa na watu. Sasa ikifeli breki, nini ifanyike? Sio jambo la kusimuliwa, yani inaweza ikatokea. Upo ndio una drive, ghafla unakanyaga breki, hamna kitu. Unatakiwa ufanyaje? Cha kwanza wanasema usije ukapanic. Don't panic. Relax kwanza. Ili uweze kucontrol karibu kila maelekezo, ni vema ukawa na utulivu. Ni kweli haya maelezo yanaweza kuwa yanachukua muda, lakini ni kitendo kinachotakiwa kufanyika haraka. Mara moja breki imekanyaga, hakuna, usije ukapanic. Jambo la kwanza, usizime gari. Usizime gari kwa sababu ukizima gari steering itakuwa ngumu na breki kule chini itapotea kabisa. Jambo la kwanza, usizime gari. Jambo la pili, rudia kukanyaga breki mara mbili, double tap, yani pap pap, kwa sababu sometimes inaweza ikawa imepoteza upepo au imeingiza upepo ikawa inakusaidia. Hizi gari ndogo ukiwa una drive imeferi breki, usije ukaitoa kwenye D ukaipeleka kwenye reverse. Gari inaweza ikapiga breki au ikapasua gearbox. Kwa cha kufanya, unaweza ukajaribu kwa gari zinazoweza kushuka kutoka D kwenda chini, ile 2 au L pole pole, yani ukaitoa pale D ukaishusha L, walau ipunguze mwendo, lakini angalia sehemu salama katika barabara wakati unatafuta namna gani uweze ukasimama. Gari inapopunguza mwendo, tafuta eneo salama ambalo unaweza ukaipeleka gari yako. Inaweza kuwa ni pembeni ya barabara, lakini kwa umakini mkubwa. Toa gear lever yako kwenye D, irudishe kwenye L, rudisha kwenye 2, alafu ishushe chini kabisa kwenye L. Ikiwa hapo chini, tumia handbrake. Usije ukaachia kile kidude cha kufyatua handbrake. Wakati unaitumia, kibonyeza moja kwa moja, na then unakuwa unaivuta, unaachia. Usikiachie kile, kwa sababu ukikiachia itatia lock, gari yako itapiga no linda, itazunguka. Kwa hiyo unakiminya, unashusha, unapandisha, unashusha. Ukiwa umekiminya, unapandisha, unashusha. Magari yametengenezwa na mifumo miwili tofauti. Mfumo wa handbrake huwa ni manual, na mfumo wa brake wa kawaida huwa ni automatic, unatumia mafuta, mixer, pressure na umeme. Lakini handbrake huwa ni cable, imetoka pale ilipo handbrake moja kwa moja kwenda kwenye tairi za nyuma. Kwa hiyo inasaidia ikitokea emergency kama hiyo. Tumia handbrake kwa kuivuta ya kwanza, rudisha, vuta ya pili. Usivute moja kwa moja, ikikamata gari itazunguka. Lakini pia wakati unafanya hivyo, tafuta sehemu salama ambapo gari yako inaweza ikaenda, ikishindikana kabisa ikakita kwa usalama. Hii inaweza ikakupa nguvu na wepesi wa kujaribu kujiokoa. Wanasema usije ukaumia kizembe. Ni vema ukaumia wakati unapambana kuokoa janga. Mengi yanatokea barabarani, lakini kupaniki huwa ni miongoni mwa sababu zinazopelekea wadau wengi kupata shida zaidi, kwa sababu ukipaniki unashindwa kucontrol each and everything. Haridi Magari ndio jina langu, niko Dodoma, na unaweza ukacomment chochote, mtumie na mwenzetu aweze kubadilishana mawazo na sisi, tuendelee kuenjoy, na Mungu akubariki sana mpaka ushangae.